Lakini sambamba na hilo, nao pia wajibu wa kuona mienendo mbalimbali hasa watumishi ambao wanakiuka kanuni na sheria za nchi yetu kwa maana ya utumishi. Tuna wajibu wa sheria kama baraza la madiwani kutoa adhabu ambazo zinaainishwa kwa mujibu wa sheria, na leo tuna watumishi wawili ambao ni ndugu Joshua John Nicodemus ambaye ni afisa mifugo daraja la pili, ambaye yeye toka tarehe 10 mwezi wa 11 2025 hayupo kazini. Lakini pia tunaye muuguzi daraja la pili ndugu Abbas Mohamed Abbas ambaye hayupo kazini toka Oktoba 2024, na kwa taratibu zetu za halmashauri na serikali na sheria yetu, mtumishi asipofika kazini zaidi ya siku 5, adhabu anayostahili ni pamoja na kufukuzwa kazi, na hasa ikithibitika pasipo shaka kwamba aliondoka bila taarifa na bila sababu yoyote. Na leo sisi tumeamua kama baraza la madiwani, baada ya kuunda kamati ya uchunguzi na kufuatilia walipo hao watu, iliwahi kufahamika mpaka leo wako wapi katika utumishi huu. Kwa hiyo tumeazimia kwa pamoja kwamba hawa sasa wanafukuzwa kazi. Asante sana kwa taarifa hiyo, lakini niombe wasio watumishi wote ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kyela, moja, kama madiwani tunaomba tuendelee kufanya kazi kwa bidii na kadri ambavyo tunaelekezwa na sheria, na wakati mwingine si vizuri sana katika kipindi kama hiki tuchukuliwe hatua, lakini nakubidi tunatekeleza. Kwa hiyo tufanye kazi, na si tu kosa la kutokuwepo kazini. Kuna makosa mengi ya utovu wa nidhamu, kutowajibika, na sisi kama baraza la madiwani tumesema tutatenda haki, na haki ni kile ambacho mtu anastahili, na asili nyingine hatutamwonea mtu, lakini tuendelee kuwajibika, na ndio rai yangu kubwa. Naomba pia mkurugenzi uendelee kuhimiza hiyo, na sisi madiwani tuendelee kwa ushirikiano kwa watumishi wote kuhakikisha malengo na makusudi ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa vizuri, na wote kama mtumishi wa umma baada ya kukamata kifungu cha kwanza cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtumishi wa umma atatekeleza majukumu yake kwa niaba ya Rais. Kwa hiyo tuwe vielelezo thabiti kwamba tunamwakilisha Mheshimiwa Rais na tunatekeleza yale ambayo Mheshimiwa Rais angependa kuwafanyia kazi wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, basi nashukuru, na hiyo ndio taarifa. Asante sana. Simba alichukua ubingwa wa Muungano.